Tuwatazame Simba. Ukitazama Simba ambayo inacheza sasa hivi klabu bingwa barani Afrika, ni ajabu kuona Simba ikienda, unaona kabisa inaishia kama mwishoni ikiwa na alama moja. Si kitu ambacho ni kienyeji tuseme. Si kitu ambacho kimezoeleka. That's why tunaona kidogo mashabiki wana complain. At this time ni kitu gani ambacho kimekosekana zaidi Simba? Kitu ambacho sasa kinapelekea dhahma kubwa zaidi na mashabiki wanapitia wakati mgumu, kwamba ile imani ambayo walikuwa nayo ndani ya klabu ya Simba wakati mwanzoni kabisa mwa msimu, wakati Simba wanafanya usajili, tuliamini kwamba kuna kitu ambacho kinaenda kufanyika. End of the day tunashuhudia kwenye dirisha dogo la usajili, tunaona wachezaji wale ambao wasajiliwa kwa dirisha kubwa, wengine wameshaondolewa, kina Mkwala unawasikia wako huko, si ndio? Sasa unakaa unajiuliza kwamba katika sajili ambayo imefanyika mwezi wa mwanzoni kabisa wa ligi, ina maana ule usajili haujalipa. Na unajua hata kwa Yanga usajili wao mwanzo wa ligi haujalipa Kabisa. Kilichowasaidia Yanga ni kwamba wanapata matokeo. Yaani Simba ambacho kina cost, they are not any. Unajua Simba imepoteza ufalme wake. Ni timu ambayo kwa miaka mitano nyuma ilikuwa ni timu ambayo inafanya vizuri. This time around ni timu ambayo ina struggle. Kwa ile kupoteza ufalme wao inawezekana ikawa ndio changamoto ambayo wanakutana nao Simba. Ukiniambia swala la usajili, kila siku nazungumza ndani. Usajili it's about betting. Wakati mwingine mtu anaweza akafit au asifit. Ila wakati mwingine wachezaji ni kuwapa muda. Mimi naamini katika swala la give time to players. Swala la kumchukua mchezaji kutokumpa muda, yani ukiamini kwamba anatakiwa aperform muda huo, ni binadamu.